Karibu tuzungumze michezo. Tuko na mtu dume kweli kweli, mzee wa data. Tunakwenda kufanya udadisi wa masuala ya kisoka ambayo yanatokea hapa nchini. Mzee wa data, kwema? Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Sijui wewe Sheikh Ismail. Afya Mungu anajali. Hakika. Basi ni kheri. Tuzungumze michezo kwa upande wa Simba Sports Club. Ziko taarifa za awali zilisema kutoka kwa viongozi wao zilitumwa zaidi ya CV 200 kwa makocha ambao wanahitaji kuifundisha Simba Sports Club. Lakini kwa nini Dimitri Pantev ndio ambaye Simba wameamua kumchukua, ambaye pengine inasemwa kutuma CV? Awe ndani mimi sijui Sheikh, lakini juu ya makocha wengi kutamani kufundisha Simba, hilo sishangai. Inaweza kawa sio tu 200, inaweza kawa zaidi, nyingi, kwa sababu Simba hapa tunapozungumza ni miongoni mwa klabu bora barani Afrika. Klabu ambazo zipo katika 10 bora, Simba ikosekane. Ina wasifu mkubwa, ina nguvu kubwa ya kiuchumi, ndio maana mipango yake inakwenda kama inavyopanga katika michuano mbalimbali. Sasa makocha wengi wanatamani timu za namna hii, timu ambazo zinakuwa na muundo unaoeleweka, timu ambazo wanajua ukitaka wachezaji wazuri unawapata kwa ajili ya kutimiza mipango kazi. Sasa makocha haishangazi kuona kama wasifu umetumwa, tunasema hizo CV nyingi kwa kiasi hicho. Lakini kwa nini Pantev? Dimitar Pantev, kocha raia wa Bulgaria, umri miaka 49, miongoni mwa sababu naamini ni pamoja na aina ya uchezaji wake kwa timu aliyokuwa akifundisha Gaborone United. Tunafahamu vizuri kwamba Simba walikutana na Gaborone United katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya awali, ambayo kwenye mechi zote mbili shughuli tuliiona. Simba walilazimika kucheza kikubwa sana ili kusonga mbele. Na ni kwa sababu tu ya uzoefu wao katika michuano ya CAF, wakiwa tangu msimu wa 2018-19 Simba break ya kwanza kwenye michuano ya CAF, hiyo ligi ya mabingwa, hiyo kombe la shirikisho, huwa ni hatua robo finali kuanzia 2018-19. Sasa wanatambua pale unapokutana na timu ambayo kuna baadhi ya vitu iko juu, basi unaweza kuachia alafu utake matokeo. Ndio Simba alichofanya. Maana vinginevyo Simba wangeingia kwenye mfumo wa kujaribu nao kujibishana na Gaborone United kwa kupiga soka biriani, soka sambusa, tungekuwa tunazungumza mengine sasa hivi. Shughuli waliona, walipita kwa kucheza kikubwa sana. Sasa yule aliwafanya wataabike kushinda kikubwa ni huyu Dimitar Pantev akiwa na klabu yake Gaborone United. Kumbuka kwenye makaratasi Simba na Gaborone United ni kama mashariki na magharibi kwa ukwasi, kwa uwezo. Mchezaji mmoja Simba wako juu kuliko wao. Viwango vya ubora vya CAF wakati wanakwenda kuanza msimu, Simba ilikuwa ni klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika. Inazidiwa tu na Al Ahly, tunazungumzia Mamelodi, Esperance de Tunis, RS Berkane. Hivi sasa Simba imo bado kwenye top 10. Walipocheza na Gaborone United, Gaborone United kwenye orodha ya viwango vya ubora vya CAF haimo kabisa. Yaani ukizitaja kwenye namba zilikuwa mpaka namba 75. Gaborone United haimo kwa sababu ili uingie kwenye viwango vya ubora vya CAF lazima uwe umefuzwa hatua ya makundi michuano ya ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho ndani ya misimu 5. Kwa hiyo Gaborone United hawana sifa hii. Kwa hiyo wakati zinaenda kucheza ni timu ambazo zina uzito tofauti. Simba ni heavyweight, alafu Gaborone United ni kama unaweza kusema featherweight, uzito wa unyoya. Sasa Gaborone United ni mabingwa wa ligi kuu ya Botswana. Walitoa ubingwa wakiwa mabao wamefunga 56, wameruhusu 23. Walitoa ubingwa wakiwa na pointi 66, performance ya 73%. Simba imemaliza ya pili katika ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF. Ile Gaborone United ligi kuu ya Botswana ni ligi namba 16 kwa ubora barani Afrika. Lakini ilionyesha namna gani ambavyo Dimitar Pantev aliwezesha Gaborone United kutoa ubingwa ligi kuu ya Botswana. Walipokutana kwa mfano, Simba ilishinda 1-0 kule Botswana, lakini kwa wastani timu gani ilimiliki mpira zaidi? Ni Gaborone United. Bao walifunga Eli Mpanzu Kibisawala, tunakumbuka vizuri, la kichwa likawa ndio hilo. Sasa kitendo cha kocha Fadu Davids kuachana na Simba ghafla katika namna ambayo hawakuitarajia, kenda kujiunga na Raja Casablanca kwa haraka ukiangalia, alafu katika makocha ambao pengine kwenye orodha yao wanafikiria alikuwa ni pamoja na Dimitar Pantev, kumfuata haikushangaza. Lakini Dimitar Pantev kuwakubalia faster haikushangaza. Anatoka kwa wekundu wa Gaborone anakuja kwa wekundu wa Msimbazi. Lakini kikubwa zaidi anaona project ya Simba ni kubwa zaidi, na tena wanaendelea kushiriki katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa kwenye mechi ya marudiano kwa Mkapa ambako Simba walikuwa wanahitaji sare yoyote ili wasonge mbele,
au ushindi wowote. Gaborone United walikuwa wanahitaji ushindi wa bao zaidi ya moja ili wasonge mbele, au kwenye mikojo ya penalty kama wangefunga bao moja ikaisha 1-1. Kwa hiyo walipokuja, miongoni mwa yale ambao walipanga ni kutokuwa na sababu ya kupaki basi, ni kushambulia mwanzo mwisho. Matokeo yake Simba ilikuwa ikiongozwa na mwalimu wa muda, tunazungumzia Hemed Suleiman Morocco wa timu ya taifa Taifa Stars, walikumbana na shughuli nzito kwa Gaborone United. Mpaka mapumziko Gaborone United wanamiliki mpira kwa 58%, Simba 42%. Ni nadra sana Simba kucheza na timu ambayo kwenye hadhi ya madaraja wao wako juu, tena kwa Mkapa wanakosema atoki mtu alafu azidiwe possession. Mpaka mapumziko umiliki wa mpira, mtu anaweza kukuachia mpira alafu usifike kwenye eneo lake. Hapana, Gaborone United walikuwa wameshapiga mashuti 6, 3 on target. Simba mpaka mapumziko wana mashuti 2 tu, wamezidiwa possession, hawafiki eneo la mwisho, mashuti 2, moja ni la mkwaju wa penalty wa Jasha Aua lililowapa ushindi mpaka mapumziko wa bao 1. Lakini kipindi cha pili Simba waliamka walau. Pamoja na kuamka kwao walikuwa wanatafutana, lakini Simba wakacheza kikubwa zaidi. Kwamba kuna nyakati wakawa wao wanakubali kumeza mashambulizi, wabaki nyuma ili wazuie kama timu ya pili. Kuna wakati wakawa wakipata mpira wanacheza tunaita sideway passes, pasi kushoto kulia ili kupoteza muda. Baadhi ya wachezaji wake wazoefu wa michuano ya kimataifa hasa ya CAF ya mtoano kama golikipa Musa Kamara, licha injuries alikuja kupata, lakini nadhani alijiongeza kila alipopata nafasi ya kulala alilala, kama wanavyofanya zile timu za UNAF ukanda wa kaskazini mwa Afrika, kwa maana Libya, Misri, Morocco, Tunisia, Algeria, wakiwa wanataka yao na wanaona kwenye matokeo mechi inaendelea yapo kwenye upande wao, utalia, watagalagalachi, wataanguka chini, kila jambo nalalamika. Ndo wakubwa wanavyocheza katika michuano ya CAF, wala usishangae, mzoefu wa michuano ya CAF unajua ndicho Simba alichokifanya. Mwisho wa siku wale mabwana walikuja kufunga goli la kusawazisha, mechi imeisha 1-1, lakini ile bao 1-0 la kule Gaborone likawabeba Simba wakaenda katika hatua ya pili. Sasa namna walivyocheza kwa ujumla pamoja na maelezo yote haya yalishawishi Simba kuona kwamba la, kumbe mipango yetu inaweza kwenda vizuri chini ya Dimitar Pantev. Kwanza ameshaonyesha kisaikolojia yeye ni winner, kwa sababu kabla ya kutoa ubingwa na Gaborone United, msimu wa nyuma yake alitoa ubingwa akiwa na Victoria United ya ligi kuu ya Cameroon, na alikotoka huko ni United, kwa sababu alitoka Victoria United akahamia Orapa United, akaenda Gaborone United, bahati mbaya kwake kaja Simba Sports Club. Uzuri tu ni kwamba kwenye wasifu wake amekuja kwenye timu kubwa zaidi ya maisha yake, klabu kubwa zaidi ambayo inamhakikishia wachezaji wazuri zaidi eneo la kuchezea. Kwenye ligi kuu ya Botswana yeye alikuwa anatamba wachezaji anaoingia katika kikosi chake ni pamoja na top scorer wa ligi kuu ya Botswana msimu uliomalizika. Tunazungumzia sasa hapa Kagamanyane, tunazungumzia mchezaji kama Mpo Kagaswane, lakini ana wachezaji katika hivi karibuni kwenye ligi kuu ya Botswana alikuwa anaringia pamoja na kijana mdogo amemuinua mwenyewe Ompile Ramwagi ana miaka 21. Hao wote kwenye eneo la ubunifu ni wazuri sana. Sasa Simba wabunifu wako wengi, wale kina Kagaswane, Kagamanyane, anakuja huku anakutana na wachezaji kama Elimpanzo Kibisawala, Kibu Dennis Prosper, anakutana na kina Alassane Maudo Kante, anakutana na kina Jasha Aua, anakutana na kina Jonathan Soa, Steven Dese Mukwala, wako vizuri, kina Selemani Mwalimu, Gomez. Kwa hiyo ana mkusanyiko wa wachezaji ambao mmoja mmoja ni bora zaidi ya Gaborone United. Kwa hiyo ana nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutimiza mipango kazi ya kundi Msimbazi Simba. Lakini hata kama hujaniuliza, najiongeza kwamba mazuri yote hayo, matarajio soka sambusa, soka biriani litaendelea kwa Simba kuendeleza utamaduni wao, lakini lazima akabiliane pia na changamoto ambazo akiwa na Gaborone United zilionekana. Moja wapo ni kwamba kumiliki kwao mpira sana, wakati mwingine wanaacha eneo lao la kiulinzi haliwi salama. Ndio maana katika ligi kuu ya Botswana wanafunga mabao 56, wanaruhusu mabao 23. Simba ili kutimiza mipango yake na hasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika lazima iwe imara sana katika kuhakikisha wanakuwa salama kwenye eneo lao. Hili ni la msingi. Kutolewa kwao na Simba wametolewa kikubwa. Sasa yeye ajue jinsi ya kucheza kikubwa. Uzuri wake akakuta wachezaji wa Simba wengi ni wazoefu kwenye michuano hii, wakishirikiana na benchi la ufundi kina Suleiman Matola, watajua namna gani wakidhi mahitaji yote. Lazima waweke mizania sawa. They should strike the balance between sexy football na objective football. Lazima kucheza mpira wa malengo, kwa sababu huu mpira kumiliki sana, mpira sambusa, mpira biriani. Simba msimu uliopita
ni kweli walifika fainali, lakini walikuwa wajitendei haki katika baadhi ya mechi, kwa sababu ni Simba ilikuwa inamiliki sana mpira. Simba michuano ya kombe la shirikisho walifika fainali, ndio timu iliongoza kufika kwa wapinzani na kupiga mashuti mengi kuliko timu zote kwenye kombe la shirikisho. Hata ukichanganya katika ligi ya mabingwa kuanzia hatua ya makundi, Simba ndio timu ilikuwa inafika zaidi, imepiga mashuti 180 Simba, lakini katika hayo ikafunga mabao 12. Goal conversion rate around 7%. Ndo anaikuta Simba hii kwamba ina uwezo wa kufika zaidi kwa wapinzani, ashughulikie swala la kuweka mpira wavuni, lakini ajue namna ya kucheza kikubwa. Simba hii ni kubwa kwenye wasifu, inaweza ikawa inamzidi sana yeye kwenye michuano ya CAF. Sasa lazima adopt, aendane na Simba hii iliyomwamini, hakikishe wanatimiza mipango kazi yao. Msimu uliopita walifika fainali kombe la shirikisho. Kwenye ligi ya mabingwa watatamani wapige hatua zaidi kutoka hatua ya robo fainali ambayo huishia kwenye ligi ya mabingwa kuanzia msimu wa 2018-19 kila mara waliposhiriki. Lakini ni Simba ambayo anaikuta changamoto nyingine. Alitoa ubingwa Victoria United akiwa Cameroon, ubingwa Gaborone United akiwa Botswana. Simba ina njaa mataji ya nyumbani. Msimu wa 4 mfululizo haijatoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara, haijatoa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Yeye ndo anatumainiwa sasa ahakikishe dhamira hii ya wana Msimbazi inatimia kwa kuhakikisha wanatoa mataji, lakini wakati huo wanafanya vizuri kimataifa. Juu ya kucheza kikubwa lazima aanze mapema, kwa sababu Simba kama kila kitu kinakwenda kama kilivyo, tunasema ceteris paribus, timu zote kwenye viwango vya ubora nazo zikafuzu hatua ya makundi. Simba hili nakwambia na watazamaji wako hujaniuliza, Simba matarajio itakuwa pot 2 kama wote wanafuzu hatua ya makundi. Maana Simba kwa Nsingizini Hotspur ya Eswatini, mpira lazima uheshimiwe, lakini wana matarajio makubwa ya kusonga mbele. Simba hizi sio sehemu zao za kuisheti raundi ya pili ya kwenda makundi. Mambo ya Simba shasahau, lakini itakiwa ithibitishwe uwanjani. Sasa wakiingia makundi poti 2 wao wanatarajiwa kuwepo ambao wenzao ambao nao wakifuzu, msisitizo wakifuzu, ni Pyramids poti 2 hiyo, ni Yanga, ni pamoja na Al Hilal Omdurman. Hizi kwenye utaratibu wa CAF wa makundi hawakutani. Kuna Esperance de Tunis, kuna RS Berkane. Chagua bega, unamtaka yupi kama wewe ni Simba poti 1. Weka kichwani mwako. Poti 2 nimekwambia haendi kucheza na yeyote kama nao wanafuzu, bali wakienda robo, nusu ndo wanaweza kukutana. Watu wa poti 1 mkutani. Poti 3 matarajio kama wakifuzu nao, kuna Orlando, kama sio Orlando kuna MC Alger, kama sio MC Alger kuna FAR Rabat, kama sio FAR Rabat kuna Petro Atletico. Hiyo ndo poti 3. Lazima mmoja awe mpinzani wa Simba. Sio, unaelewa vizuri? Poti 4 baadhi yao nitamtaja mmoja tu, JS Kabylie ya ligi inayotoka ligi kuu ya Algeria. Unaona jinsi ilivyokuwa ni very strong. Hao nilokutajia anayecheza mpira wa kuvutia kwenye CAF ni Mamelodi tu. Waliobaki wote hao wanacheza pira gimbi, pira la hovyo, ila pira la malengo wanapata matokeo. Simba ni wazoefu. Hivi karibuni katika michuano ya CAF safari zao huwa wanakutana sana tu. RS Berkane wametoka kucheza nao finali vijuzi tu. Washakutana na Al Ahli, washakutana. Labda Mamelodi ndio hajacheza nao kwa kipindi kirefu hapa, lakini hao wengine wana uzoefu na huo uzoefu wa klabu, yeye naye autwae huo uzoefu ili awafikishe mbele. Na ili kwenda huko ajifunze pia na mpira mwingine ule wa kuvutia. Sawa, ni muhimu sana kwa sababu Simba wamempa nafasi pia kwa uwezo wake wa kumiliki mpira bila kuwa na uoga wa kucheza na timu kubwa, lakini lazima ajue pia mpira wa kucheza kwenye CAF. Katika baadhi ya mechi mnacheza kimalengo, mpira mzuri tupa kule, ila mwisho wa siku msonge mbele. Ukiweza kucheza mpira mzuri alafu unasonga mbele, linakuwa jambo zuri zaidi. Lakini rekodi zinaonyesha hao wakubwa panapostahili wala hawashindi kucheza hilo pira bovu, lakini wasonge mbele. Dimitar Pantev excellent kwa alikotoka, juu ya timu yake kuwa dominant, inamiliki mpira, inacheza sexy football, mpira wa kuvutia, lakini atalazimika katika baadhi ya mechi ili kutimiza shauku, hamu ya mashabiki na wapenzi wa Simba kwamba timu yao ifanye vizuri zaidi CAF. Wao ni wazee hizi kazi, basi lazima ajue na aina nyingine ya mpira, sio tu ule wa soka sambusa, soka biriani, kwa sababu baadhi ya wapinzani tutakutana nao watamwachia chezo mpira alafu anamfunga, kama yaliwakuta Gaborone United. Simba kwa muda mrefu Gaborone United walimiliki sana mpira, walipiga soka sambusa, soka biriani. Tunapozungumza Simba kwa raundi ya pili, wao wako nyumbani Gaborone. Hapa nadhani nimeeleweka vizuri. Shukrani jazira.